Miradi ya ujenzi wa vyuo viwili vya VETA katika wilaya za mkoa wa Mwanza inaendelea kutekelezwa na serikali kupitia utaratibu wa force account. Inatarajiwa kukamilika mapema mwezi Novemba mwaka huu na mafunzo kuanza kutolewa ifikapo mwezi Januari 2026. Vyuo hivyo ni sehemu ya vyuo 14 vinavyoendelea kujengwa katika kanda ya Ziwa kati ya vyuo 64 vya wilaya vinavyoendelea kujengwa katika wilaya mbalimbali hapa nchini. Akizungumza katika ziara ya siku 2 mkoani Mwanza, makamu mwenyekiti wa bodi ya VETA Bikotrida Ndezi alisema kuwa majengo hayo yanatakiwa kukamilika kwa kuzingatia ubora unaokidhi viwango na ifikapo mwezi Novemba yawe yamekamilika. Katika malengo ambayo tunayo ni kwamba na katika maelekezo hata ya kitaifa ya kisera ni kwamba kila wilaya iwe na chuo cha VETA. Kwa hiyo hiki ni chuo kimojawapo ambacho tunaona kitakidhi mahitaji ya wanamagu lakini pia na wengine ambao watatoka mbali, maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Tumepita hasa kuangalia namna ambavyo kazi inaendelea ya ujenzi, kuangalia ubora na kuona time frame kama tunaendana na wakati ambao tungependa hiki chuo kiweze kuanza kazi. Na tumekuta kwamba awamu hii ya kwanza ya ujenzi ni majengo 9 ambayo tunaamini kwa mwaka huu yatakamilika ifikapo mwezi Novemba. Kwa hiyo mwakani masomo yale ya awamu ya kwanza yataanza. Taarifa ya utekelezaji wa mradi wa Magu iliyoandaliwa na mdhibiti mkuu wa shule wilaya ya Magu, Bihiri Damushi, inaeleza kuwa mradi huo umekadiriwa kutumia kiasi cha shilingi bilioni 1.686 ambapo hadi sasa umetengewa kiasi cha shilingi bilioni 1.48. Mpaka sasa mradi umefikia asilimia 58.5 ya utekelezaji. Mradi huu umekadiriwa kugharimu kiasi cha zaidi ya hela za Kitanzania bilioni 3.5 kwa majengo 18 ambapo majengo hayo yatajengwa kwa awamu 2. Katika awamu ya kwanza jumla ya kiasi cha shilingi milioni 851,898.81 kimepokelewa kwa awamu tofauti kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu ambao mpaka sasa upo katika asilimia 58.5. Kwa upande wa mradi wa Misungwi ambao unakadiriwa kugharimu kiasi cha shilingi bilioni 3.5, tayari umefikia asilimia 72 ya utekelezaji wa awamu ya kwanza inayojumuisha majengo 9 ikiwemo jengo la utawala. Taarifa ya mradi. Jina la mradi ni Misungwi DVTC 2023-2025. Mfumo wa utekelezaji ni force account. Mshitiri ni Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mtekelezaji ni Idara ya Udhibiti Ubora wa Shule Misungwi. Mshauri elekezi ni Arusha Technical College. Alafu gharama za mradi ni bilioni 3.5. Alafu tarehe ya kwanza mradi tulianza mradi tarehe 1 mwezi wa 5 2023. Tarehe ya kumaliza mradi ilikuwa imekadiriwa kuwa ni tarehe 30 mwezi wa 11 2023. Lakini tuna tarehe mpya ya kukamilisha na kukabidhi mradi ambayo ni tarehe 1 mwezi wa 10 2025. Wasimamizi wa mradi huu ni VETA pamoja na Wizara ya Elimu. Kwa sasa maendeleo ya mradi yamefikia asilimia 72. Ucheleweshwaji wa vifaa unaotokana na ubovu wa miundombinu ya barabara umekuwa kikwazo katika maendeleo ya mradi, jambo ambalo wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA imeanza kulifanyia kazi. Katika mwezi huu kazi zimefanyika kwa kiasi kidogo kutokana na ukosefu wa saruji, ubovu wa barabara katika kipindi hiki cha mvua na kuchelewa kwa vifaa vinavyonunuliwa kwa back purchase kutoka viwandani. Hii inasababisha kazi kuchelewa kukamilika katika muda uliotarajiwa kufanyika. Miradi yote ya ujenzi wa vyuo vya VETA nchini unatekelezwa kwa mujibu wa agizo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, la kuhakikisha kila wilaya Tanzania bara inakuwa na chuo cha ufundi stadi. Aidha, utekelezaji wa miradi hiyo unasimamiwa na chuo cha ufundi Arusha kama mshauri elekezi. Deus Mweya wa Coco TV Habari.